Habari sana ndani ya Mastaz TV, na kwa siku ya leo nipo kwenye sehemu ambapo kuna mazoezi ya kundi ambalo lina dance, lakini kumbuke kwamba tarehe 28 kuna mashindano ndo finali kabisa ambao kuna kita fulani hivi ambao wanachokigombania. Kwa hiyo sasa nimekuta vijana ambao wanafanya mazoezi ambao wapo kwenye ushindani. Bwana, mambo vipi? Mambo poa kaka. Upo vizuri? Mimi nipo vizuri. Wewe unasemaje? Mambo yetu kabisa ni good. Okay, majina unaitwa nani? Majina mimi wananiita Danger Boy, ila kwa ufupi kitakuwa wananiita Florin, sawa tu. Sawa. Okay, wewe ni mwakilishi wa kundi gani? Mimi Mendevri. Umejipangaje sasa? Mimi kivyangu naona kabisa mimi kivyangu niko vizuri. Tena mnao wote ambaye mwatakaje nifikiria mimi. Sawa. Hivi tangu mwanze kwenye mchujo, nyie mlikuwa wangapi? Mchujo kivipi sasa? Mchujo kwa sababu ni kundi ambalo linashiriki ni kundi 10, si ndio hivyo? Lakini na hisi mashindano yalifanyika, wakaenda wanachagua kundi ambalo lilifanya ile iliyopita, si ndio hivyo? Sawa, nyie mlipita kama wangapi? Sisi tumetoka kama watano. Watano. Okay. Gisi mimi ninavyosikia hivyo kawaida. Lakini kwa sasa yani ni wenyewe tu kujipanga. Inabidi watubu. Hivi kundi lenu lina watu wangapi? Kundi langu mimi na watu wengi, wanafika hata 30 kwa ufupi. Kumbe. Sasa okay, Kitita nachokisikia kwamba wa kwanza atapata milioni 1, sio hivyo? Wa pili sijui kama 500,000 vile. Hivi kwa mfano yeye sasa mmebahatika hiyo hela mmeishinda, mnaweza kuifanyisha kazi gani? Hiyo hela. Swali nzuri sana. Kawaida hiyo hela sisi tukishaipata sisi kivyetu, maana hapa mwadansa wangu kila mtu ana yake bana. Siwezi nikajua huyo hela yake akiipata ataifanyisha aje, ila mimi kivyangu nikiipata nafanya matumizi ambayo yanastahili mimi kwa familia yangu mimi. Okay, sawa. Kundi ni 10. Tumeanzia hapa kwenu. Hivi kundi zingine mnazionaje? Kundi zingine bali sijaziona, nasubiri nizione kwenye stage, maana kwenye stage ndio kila mtu ataonesha ujasiri wake. Okay, kwa mfano imetokea nyie mmekuwa wa mwisho. Alafu sasa kuta kwenye kundi lenu sasa kuna yule mbitana ametoka kwenye kundi lenu ameenda kudesi kwenye kundi lingine. Mnaweza ngachukua hatua gani? Ikitokea tunakuwa wa mwisho basi labda basi niwe wa mwisho kwa kusema kama ule wamemuibia. Lakini niwe wa mwisho tu kwa njia hivi rahisi haiwezekani. Okay, twende kwa hilo hapo sasa. Unajua kuna majaji, si ndio hivyo? Ambao wanaji pale hivi katika hizi kundi zote 10. Vipi rushwa inaweza kutumika ili wapitishe kundi? Kuhusu rushwa, yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Unaona kila kundi huwa ana shefu wao na kila kundi na sheria yake. Ila mimi kivyangu siwezi nikataka kundi yangu eti nisikie imetumia rushwa kuhusu mimi nipite. Labda nipite kwa kuonesha mimi kipaji changu ni hiki na chini nafanya ni hiki. Njoo wajaji sasa watoe uamuzi. Labda wao wajaji wenye hawana akili wachukue rushwa nao wakutaka kutuponda sisi. Ile ikiwa ni wajaji wetu nao ni wazuri, atataka kuendelea nini? Vipaji vyetu iendelee vinainuka. Okay, imani unayo kupita? Mimi na imani 100%. Kweli? Kwenye kundi lenu Chino ni nani sasa? Kwenye kundi letu Chino. Nani Chino wengi sana. Yaani hapa nikisema ni wakuhesabilie ni machino wengi sana. Kwa sababu wote ukiwaangalia wana umri wa Chino, unaona? Unamkubali nani hasa? Mimi naikubali. Mimi nakubali wadansa wangu wote. Yaani sina uoga. Okay, basi nataka watatu watupe kionjo basi. Watatu? Watupe kionjo. Acha wawape kitu. Kionjo basi mwanangu, ili watu wanaotutazama wajue na kundi ile Mendevri tarehe 28 wana jambo lao. Wanaweza kutoka wa kwanza, msije mkashangaa. Sheria. Twende sasa mwanangu. Haya. Wape kionjo. Chino. Kionjo hakipo mwanangu. Chino. Wape kionjo. Vipi tunaruhusiwa kutia beat yao? Haina noma mwanangu. Wape kitu. Chino Sharo, mwingie hapa muwape kitu. Alafu sio kama tunabaki ni vibe wazee. Mwanangu, jipange mwanangu, tuone vijana yote tarehe 28. Sio nyuma tunabaki vibe. Haina noma mwanangu. Watilie tu tansoro hapo tarehe 28 mwana kuna jambo kubwa sana sasa hivi. Vijana wamejipanga. Zoezi ni kila siku. Yaani tumikeni sheria. Msipendi tumikeni sheria. Twende kwenye sheria. Nasikia kwenye mashindano pale kwa na uchawi mwana. Watu wanaroga. Uchawi upo lakini sisi tuamini. Unakuta mega mix imeandaliwa, unaenda kuplay ili haitoi sauti mwana speaker. Basi hao utakuwa wana bahati. Eti uchawi unatumikaga sana. Uchawi upo. Unaamini kama uchawi upo? Mimi naamini uchawi upo, lakini mimi siwezi nikatumia uchawi.
Mimi naamini ninaingia pale mstage nina Mungu wangu tu pale ananiona. Endapo mkishindwa napo. Endapo tukishindwa basi itakuwa na yeye, imekuwa ndo njia ametuandalia tukushinda. Katika hizo timu 10 zote. Ipi ambayo unaikubali sana? Mimi cha kwanza mimi najikubali mimi mwenyewe, hakuna timu inakubali. Sababu unakuta kuna oya DJ mwanangu kule vipi? Tunaenda na muda mwanangu. Oya DJ fanya mambo basi. Oya kama haitawezekana basi tupange hapa chapu. Tuachane navyo basi. Wazee mbona oya mjipange basi. Tuachane navyo basi mwanangu. Tunaenda na muda kwa sababu muda uruhusu. Oya achana navyo basi. Okay, ni neno gani ambalo unaweza Oya mwanangu, kionjo basi mwanangu, kionjo mwanangu. Oya, naona wametisha mwanangu. Oya. DJ, kata mziki basi mwanangu. Naona umetisha sana mwanangu. Sasa hivi, mbona hii hapo inafanana na wale ambao nimewahoji kwa umekopi vile? Hiyo inafanana? Vinafanana. Basi kama vinafanana bana. Hapo mtakuja kuchanganya majaji sasa. Hatuwezi tukawachanganya. Tunataka kwanza kwenye show yetu kwanza wajaji wawe serious, afu wajue wajaji wenye kuatizama muziki wao wazoefu wa muziki. Sio tuletee tu jaji mwenye yupo aelewi muziki. Watu wa chini unaweza kuambia nini? Watu wa chini. Watu wa chini bana. Mimi naweza nikawaambia tu nao wakomaze tu. Na wawe makini ili show yetu ipite vizuri. Sawa. Okay, yule muandaaji sasa kuna msimamizi sasa ambaye amesimamia kila kitu. Basi huyo msimamizi cha kwanza tunamshukuru kwanza kwa kutusupport sisi vijana, maana kutia kitu kama hicho ni kusupport vijana. Unajua jina lake lakini? Mna simjui. Anaitwa Mtiti. Ndio wanamuita Luku Mtiti. Ndio watu wa chini hao. Basi Luku Mtiti hizo lare zitabaki tu kwa chini. Kwa sababu ndio tutazipiga. Si ndio tunaenda kuzipiga? Kweli. Haina no. Kwa hiyo hizo lare mimi nazipiga wanangu. Afu mjipange sana. Maana hii sura sio ndio mtaona pale. Jicho litakuwa hapa, mdomo huku. Lakini msitumie uchawi. Sirogi. Sababu unajua kuna watu wengine wanatumia uchawi, unakuta ule uchawi utakautumia, unakuta wanaleta mizimu fulani hivi. Basi wewe kutumia uchawi itakuwa ndo uzoefu wao. Haina no, tuma salamu kwa kundi zilizobaki. Okay, natuma salamu kwa kundi zilizobaki. Wazee tushikamane na tuoneshe vipaji vyetu pale kwenye uringo, itakuwa vema sana. Okay. Bwana, hapa ndo nakamilisha mahojiano yangu kwenye kundi ambalo linaitwa Mendevre ambao wanafanya zoezi hiyo tarehe 28 mwanangu. Kitita wanatamani waishi nacho waje wakipate. Nikusiki kitu moja, usisahau kusubscribe, kulike na comment ndani ya Mastaz TV. Nikisema bye bye.